وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tukiwa katika tarehe za kifo cha mke wa Mtume Bibi Khadija salatullahi wa salamuhu alaiha, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lakini vile vile tukiwa katika matukio ya kihistoria yanayotokea duniani na ambayo kwa hakika hayafai kupita hivi hivi bila kuwa Waislamu watayazingatia na kuyamurika. Tukio lilotokea jana katika nchi ya Irani na ambalo limepelekea kuuawa kwa viongozi kadhaa wa nchi ya Irani, akiwemo kiongozi wa juu kabisa. Ikiwa kama wewe utalitizama tukio hilo kwamba ni tukio linalowahusu Wafursi na wewe Mwarabu halikuhusu, au kalitizama kwamba ni tukio linalohusu Mshia na wewe Msuni hauhusiki, na pengine wengine wakaona ni tukio ambalo linamhusu Muislamu, yeye kwa kuwa si Muislamu halimuhusu, na pengine akashangilia kwa vigezo hivyo kwamba sasa Wafursi nao wamepata dharba, sasa Mashia nao wamepata dharba, au mwingine akasema la, Waislamu wamepata dharba. Itakuwa ni makosa makubwa sana ya uelewa. Tukio lilotokea ni tukio ambalo linatuhusu sisi sote na litaleta athari kubwa sana kwa walimwengu wote kwa ujumla. Kanuni zilizotumika na vigezo vilivyotumika kuivamia Irani sio vya kidini, sio vya Ufursi, sio vya Ushia, wala sio vya Uislamu. Ni zile kanuni zilizotumika kuivamia Venezuela, ambapo dunia leo hii, lau ukiwauliza rais wa Venezuela aliotangulia Nicola Maduro na mke wake wako wapi, dunia kama ishasahau. Lakini ni kweli mnaamini kwamba bwana yule alivamiwa na kuchukuliwa na Wamarekani kwa sababu ya kufanya biashara madawa kulevya? Ndio imani yetu hiyo? Basi utakuwa na mawazo ya ajabu, mawazo yenye matege. Kwa hivyo kilichotokea ni uadui dhidi ya ubinadamu. Kinachotokea ni suala la uhayawani, na mara nyingi tumesema kwamba sisi lau tungetambua kwamba adui yetu wa pamoja ni mmoja, ni yule anayekwenda anayekiuka kanuni za kibinadamu, na lau tungeshikilia misingi ya kibinadamu katika kuyatazama mambo, tungemuona katika hali yake halisi. Zile sababu zote zinazotajwa ni sababu zinazowapa kibali tu kufanya jambo analolitaka. Sasa Mwarabu akisherehekea na asubiri zamu yake, Mkristo akisherehekea na asubiri zamu yake. Nicolas Maduro ni Mkristo tena Mkatoliki. Rais wa Cuba wa zamani Castro alikuwa Mkristo Mkatoliki. Hata Ulaya yenyewe ina maumivu na haitosalimika na Marekani.
Sasa ukishangilia kama vile hufahamu. Lau kama sisi tungepigania ubinadamu na tukavaa miwani ya kibinadamu ambayo ndio miwani ya Kiislamu, tukapigana na adui dhidi ya ubinadamu, tungemmaliza, tungegundua kwamba hakuna vita tena baina yetu, baina ya madhehebu na madhehebu, na hizi lugha za raddi juu ya raddi, kila mmoja anataka kumjibu mwenzake katika mambo ambayo ni ya kitoto kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna mabadiliko makubwa ya kihistoria yanayotokea, na mara nyingi yule anaishi kipindi cha historia hajui kama anaishi katika historia mpaka atoke katika kipindi kile. Ni sawa sawa na nyumba, huwezi kuiona umbile lake na umbo lake mpaka utoke nje. Kipindi hiki ni kipindi cha mtihani kwa walimwengu, na yoyote atakayetishia maslahi ya bwana mkubwa yuko hatarini, awe ni nchi kama Tanzania au ni nchi nyingine yoyote ile. Na kama hakuna kubalance power baina ya pande mbili ambazo zina nguvu, akawa mmoja tu ndo mwenye power, hakuna atakayesalimika. Wangefahamu Waarabu kwamba kuwepo na ambaye ana nguvu kiasi fulani baina yenu, kiranja katika nyie, ilikuwa na salama kwenu. Wangefahamu, wasingeunga mkono adui ya jirani yao. Kwa hiyo kinachofuata sasa hivi ni kwamba wale waliokuwa majirani, kwa hiyo scenario walioiona, itakuwa ni vigumu sana kunyanyua sauti, na watakuwa wepesi sana kupokea masharti na kutekeleza. Ni risala imetumwa kwa kila mnyonge kwamba asijaribu kunyanyua sauti, na ukinyanyua sauti matokeo yake yatakuwa ni haya. Sasa katika hali kama hiyo, sisi tunatakiwa tusome zaidi, tufuatilie zaidi, tuwe aware zaidi na haya mambo, kwa sababu ya jamii iliyolala. Hakuna anayesema, hakuna habari za Umoja wa Mataifa, hakuna habari za usalama wa kimataifa, hakuna anayenyanyua sauti akasema haifai, si kweli, si sawa, mnachokisema si hoja za kweli. Kwa hivyo haya ni mambo ya msingi sana tuyatizame, na mimi nina uhakika kwamba karibuni tu mtaanza kusikia kwenye vyombo vya habari wenye kushangilia hayo. Wanashangilia kwamba sasa Mashia wamepatwa, Waislamu wamepatwa, Wafursi wamepatwa na hali kadhalika. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awasaidie watoto wetu waliokuwa kule wanasoma, awasaidie watoto wa Kenya, wa Uganda waliokuwa kule wanasoma, watoto waliokuwa kutoka West Africa, kutoka North Africa wanaosoma, Wahindi, wa Pakistani, wazungu wanaosoma kule. Lakini awasaidie na Wairani wenyewe, lakini amsaidie mnyonge duniani, kwa sababu ni zama za ubabe wa mtu mmoja dhidi ya walimwengu wengine wote. Hupaswi kushangilia yanayomsibu mwenzako kwa sababu na wewe uko njiani. Haya nilitaka kuyasema kabla hatujaanza darasa yetu ya leo. Na marehemu wote na mashahidi tuwaombee suratul mubarakatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.